New Aman Complex ndio mahakama ambayo itakwenda kuamua kesi kati ya timu hizi mbili. Azam FC ambao wamecheza hapa mara ya mwisho fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank na kupoteza mbele ya Young Africans, wanaikabili Coastal Union ambao asilimia kubwa ya maandalizi yao ya msimu wameyafanya katika visiwa vya Pemba hapa Zanzibar, na ni timu mbili ambazo zinasaka historia na rekodi tofauti na zile ambazo wamezitengeneza na kuziweka katika michezo ambayo imetangulia na imewakutanisha. Hawajakutana mbali sana kabla ya kukutana leo. Ni watu ambao wamekutana katika nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank katika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, na Azam FC wakaitumia Coastal Union kama daraja kutinga fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank msimu uliomalizika, na historia ambayo walitaka kuitengeneza, ndoto zake zikafia hapa katika uwanja wa New Aman Complex. Leo hii wanahitaji kuzifufua, ikiwemo kufufua pia ndoto ya kucheza fainali ya ngao ya jamii mwaka 2024. Faisal Salum Abdallah Fei Toto, Zanzibar finest, anaijua mno Amani Complex, anaifahamu vizuri sana Zanzibar, lakini pia anawafahamu vizuri wagosi wa kaya Coastal Union Mangushi. Feli Mulumba baada ya kuwa amerejea. Ernest Malonga, ndivyo ambavyo wanaonekana Coastal Union kutokea barabara ya 11 jijini Tanga. Wanajivunia bahari ya Hindi, ni sawa na Azam FC wanavyojivunia bahari ya Hindi kwa kutokea maeneo ya Temeke, Mbande kule ambapo ndipo makazi yao, licha ya kwamba SSB main quarter inapatikana maeneo tofauti na Temeke. Mchezo mwingine ndani ya uwanja wa New Amani, na hiki ambacho kinaenda kutokea hapa kitaenda kumaliziwa Lupaso pale Benjamin Mkapa. Ni nani atakata tiketi ya kwenda Lupaso? Nani atakata tiketi ya kwenda kucheza fainali ya ngao ya jamii 2024? Ni maswali ambayo majibu yake yatapatikana katika dakika 90 au zaidi. Pengine huenda mikwaju ya penalty ndio ambayo ikaamua nani atinge fainali ya ngao ya jamii 2024. Ni mwanzo na kufungua pazia kwa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 24-25, na mwanzo wake umekuwa ni mzuri kwa kushuhudia mchezo kati ya timu mbili zenye historia tofauti. Mohamed Mustafa akiwa langoni kama ambavyo alianza katika michezo kadha wa kadha msimu uliopita na kwenye maandalizi ya msimu, lakini pia Lusajo Elukaga Mwaikenda anaendelea kumiliki mbavu ya kulia, na wachezaji wengine ambao wameanza kwenye kikosi cha kwanza ikiwemo Yannick Bangala ambaye anaendelea kuhudumu katika nafasi ya mlinzi wa kati, licha ya kwamba ana uwezo wa kucheza pia katika nafasi ya kiungo cha ulinzi kuna kikosi cha Azam Football Club. Lusajo Mwaikenda kama nahodha jeshi ambaye anaongoza kikosi hiki ni Yusuf Adabo, lakini kwa upande wa Coastal Union wapo chini ya David Ouma, mwana huyu kutokea Gen Z, kizazi hiki ni nchini Kenya, si mbali sana. Anaonekana Shiga nahodha wa Coastal Union, lakini Janet Barama, Ali Ramadhani na Silsia ndio wanaomsaidia Ahmed Arajiga kama central referee. Ni Ahmed Arajiga kwa mara nyingine tena katika jukumu kubwa na zito la nusu fainali ya ngao ya jamii, nusu fainali ambayo inawakutanisha wagosi wa kaya walioanza na kikosi chao ambacho kina mabadiliko machache kutoka kile ambacho kimekuwa hapo msimu uliopita. Jackson Shiga ni miongoni mwa wachezaji ambao wamedumu kikosini kama ilivyokuwa kwa Miraji Hassan Abdallah, lakini pia Feli Mulumba kama ilivyokuwa kwa Charles Semfuko, lakini maingizo mapya, moja kati ya gumzo ni John Mark Makwata, nyota ambaye ameshapiga kunako klabu 11 kwenye karia yake ya soka, lakini klabu yake ya mwisho ilikuwa ni Kariobangi Sharks. Huyu hapa amepita pale Kenya, na msimu uliopita aliweka kwenye net mabao 17 kwa nusu msimu tu, huku nyota ambaye aliongoza kwa mabao Benson Umala akiwa amefunga mabao 19. Huyu hapa Yusuf Adabo, kocha wa zamani wa Tenguit ambaye aliwafikisha hatua ya makundi 2020-2021, lakini Azam FC wakaamua kuwa naye msimu uliopita na ameweza kuwarudisha tena kwenye nafasi ya kucheza Champions League. Na huyu ni David Ouma, nyota wa zamani wa kikosi cha Start kule Norway, Christian Tukle, lakini baadaye akapita Mathare United, akapita Postal Rangers kabla ya kuhudumu Harambee Stars kama kocha msaidizi. Naam, Ahmed Arajiga anatoa ridhaa ya kuanza kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Wewe ambaye hujakaribia, karibu sana New Aman Complex, karibu sana visiwani Zanzibar,
karibu sana katika nusu fainali ya kwanza ya Ngao ya Jamii 2024, na nusu fainali ambayo inakutanisha timu mbili ambazo kila mmoja anataka kuandika rekodi mpya mbele ya mwenzake. Mimi ni Alwatan Ramadhan Ngoda, mwenzangu ni James Samuel, James Tiger. Sauti ya mamlaka. Tutakupa simulizi ya dakika 90 na chote ambacho kinatokea katika uwanja huu wa New Amani Complex kati ya Azam FC na wagosi wa Kaya Mangushi Coastal Union. Na mechi imeanza kwa heka ambazo zinamweka chini Yeson Fuentes Mendoza katika harakati za kuwania mpira na Grayson Gerard Gwalala, na mwamuzi anasema ni madhambi yamechezwa na mpira uelekezwa katika lango la wagosi wa Kaya Coastal Union. Mlinzi wa kati ambaye alifanya vizuri baada ya miezi 6 yake ya kwanza akiwa na kikosi cha Coastal Union, na bado mwalimu ameamua kumwamini. Ameanza na Yannick Litombo Bangala. Azam FC baada ya kuweka kambi yao ya maandalizi kule Morocco, walirejea na kuelekea Rwanda. Kote mambo yakaonekana kwenda vizuri kwa upande wao. Faisal Salum Abdallah Feitoto, Aruf Mtasingwa, Jibril Sila. Hakuna foul, badala yake ni mpira wa kurushwa kuelekezwa Azam FC, licha ya hoja ambazo anaendelea kujenga Lusajo Mwaikenda, lakini Janet Balama anasisitiza ameona kwa usahihi wake kwamba ni mpira ambao umetolewa nje na unatakiwa kurushwa kuelekezwa Azam. Kusharusha tayari Miraji Hassan Abdallah. Walala Grayson anapoteza umiliki wa mpira. Yannick Bangala, ukiraka wake unaendelea kuonekana kwenye kikosi cha Azam FC, na mwalimu Dabo akiendelea kuona umuhimu wake kucheza katika nafasi ya mlinzi wa kati sambamba na Yeson Fuentes Mendoza. Pascal Gaudens Msindo, Blanco kwa Pascal Msindo tena, overlapping fullback. Msindo ekandani huku, lakini nakataliwa na kuondoshwa katika eneo la hatari. Bado mpira upo tena katika umiliki wa Azam, wanapoteza. Shiga wanajiamini na kucheza katika eneo lao. Wagosi wa Kaya Coastal Union hawana hofu wala mashaka kucheza katika eneo hilo mbele ya timu ambayo inafanya pressing kama Azam FC. Tafsiri sahihi ya boli itembee, uwanja unaruhusu. Abdallah Hassan amefanyiwa madhambi na Yannick Litombo Bangala, na faida wanaipata Coastal Union. Aliingia kwa nguvu wakati Abdallah Hassan anataka kuumiliki mpira. Nyota mpya wa Coastal Union kutokea Bandari ya Kenya, wamejaa vijana kutoka upande wa pili pale. Inawezekana ni kutokana na ushawishi wa David Ouma, sure, ambaye ni raia wa Kenya kwenye kikosi cha Coastal Union kama kocha mkuu. Na imekuwa ni kawaida kwa makocha kuwa ama kuchukua wachezaji ambao wanaamini wanaweza kufanya nao kazi na wanaelewa nini ambacho wanahitaji. Maingizo matatu mapya na mawili yameanza, huku Rashid Mwenda akiwa nje, nyota ambaye amekipiga pia kwenye ligi kuu Kenya, nayo tunaionyesha kupitia Azam TV. Inawezekana hata Coastal Union walifanya ufuatiliaji ama scouting ile kwa kutazama michezo kadhaa ambayo tunaionyesha kutokea ligi ya Kenya. Mpira ambao unatolewa nje na ni faida ya Azam FC. Viongozi mbalimbali waandamizi wa Azam Football Club wakiwa hawako mbali na timu, wakihakikisha kwamba wapo sambamba na kikosi chao kuona matunda ya pre-season ambao wameifanya katika nchi tatu ama katika maeneo matatu tofauti, wakifanya Dar es Salaam, wakifanya Zanzibar na kwenda kumalizia kule Morocco, na icing yake wakaenda kumalizia Rwanda, Kigali pale kwenye ile Rayon Sport Day na ushindi wa bao moja, na mwali wakabeba wakarudi naye, na kule ndipo Faisal Salum walisema sio Zanzibar finest, yeye ni Tanzania finest. Blanco kona, Junior Blanco ameanza kumweka kazini mlinda mlango Athmani Msekeni. Turning nzuri mbele ya Mulumba, akaachia mkwaju kwa mguu wa kulia, lakini Yusuf Msekeni akasema hapana, hata kama inaelekea nje nitahakiki. Ameicheza, imeenda nje. Kona ya kwanza kwa Azam FC. Junior Blanco Yudi, goli lake la kwanza alilifunga hapa, yeah. Faisal inakataliwa na kuondoshwa. Alifunga moja kati ya magoli mazuri mno dhidi ya Zimamoto katika uwanja huu kwenye mechi ya kirafiki, na pale watu ndipo walipoanza kusema kwamba hii ni mali tayari. Mara moja hii damu zimekwisha chemka na sukari imepanda, na hapa jua ni kali kweli kweli.
Inaonekana kabisa kila mtu anaitaka. Yuko chini Charles Mfuko, kijana ambaye aliingia kwenye nomination zile za tuzo. Ilikuwa ni hii hapa ikaeka, baada ya kuwa mpira umechezwa kwa kichwa akaenda chini. Fuentes Mendoza lefa alitoa faida kwa upande wa Coastal Union kwamba madhambi yamefanyika, na wakuonekana kufurahishwa, ni kama walitafsiri amemfanyia dhahiri shari madhambi ya makusudi. alama moja ambayo waliipata kwa mara ya mwisho Coastal Union mbele ya Azam FC ilisababishwa na goli la Charles Semfuko ambalo lilisawazishwa na Faisal Salum Abdallah katika sare ya 1-1 kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Fally Mulumba anapoteza umiliki wa mpira. Frank Tiese tena kutolewa nje, ni kona ya pili mfululizo wanapata Azam FC. Ameuondosha vizuri na imekuwa faida, kwani alikuwepo Faisal Salum Abdallah pale. Wachezaji wa zamani wa Coastal Union, viongozi waandamizi wa Coastal Union wakiwa sambamba na timu yao kuona nini ambacho wanaweza wakafanya katika ngao hii ya jamii, mchezo wa nusu fainali na kukata tiketi aidha ya kucheza na Simba au kucheza na Yanga katika fainali. Pascal Msindo Mtasingwa anadhibitiwa, mwamuzi anasema ni foul. Mchezewa ndivyo sivyo Jibril Sila. Costa hawakubaliani na mwamuzi wakisema ilikuwa ni shoulder challenge, tofauti na hivyo. Lakini ukitazama mikono ile Abdallah Hassan alienda kusukuma, si kwa namna ambavyo inatakiwa kimchezo. Mpira kwenye umiliki wa Azam FC. Yannick Bangala imeanza na mlinda mlango Muhammad Mustafa Muhammad. Yannick Bangala imekataliwa, lakini bado Jibril Sila kwa Faisal Salum akimtafuta Jean Blanco, lakini inakataliwa. Pigwa pasi moja ya kupenyeza, wanakaa imara Azam FC. Jibril Sila anasisitiza kwamba ni mpira ndio umechezwa. Miraji Abdallah umerejea tena kwake. Miraji Abdallah Hassan Abdallah ni wakurushwa kuelekezwa Azam FC. Ahmed Rajiga anaelekea kwenda kumwangalia Jibril Sila nini kimemsibu katika harakati za kuwania mpira. Ni tough kweli kweli, watu wanafikana. Kilichotafsiri na mwamuzi ni kwamba aliucheza mpira Triple G Grayson Gerald Gwalala, lakini kwa Jibril Sila alikuwa chini akilalamika maumivu, na hiki ndicho ambacho kinaendelea kukuonesha thamani ya mchezo husika. Hakuna mdogo hapa. Hapa ni namba 2 kwenye ligi na namba 4 kwenye ligi. Wote hao walikuwa na mafanikio mazuri. Semi finalist kwa Coastal Union, lakini ni finalist wa CRDB Federation Cup. Kwa upande huyu hapa kocha wa zamani wa Tengwi kwa sasa anasoma lesson ile ambayo inaongozwa na Oscar Mirambo, technical director na mkufunzi ambaye anatambulika na FIFA. Jibril Sila katika eneo la kushambulia. Jibril Sila anajaribu kuingia kwenye eneo la hatari. Sila aka mpira moja ndani huko, ameucheza katika nafasi nzuri ya kuinusuru Coastal Union Jackson Kataga Shiga, lakini kuna jambo ambalo halijamridhisha kocha David Ouma. Kona ya tatu imetengenezwa na Jibril Sila, outer pass ile kutokea mguu wa kushoto akimtafuta Frank Tiese, lakini alikuwepo Jackson Shiga na kuuondosha mpira ule. Nyota ambaye alicheza michezo 28 msimu uliopita na nahodha wa kikosi cha Coastal Union. Pascal Gaudens Msindo umepita na unatolewa nje na kwa ni wakurushwa kuelekezwa Azam FC. David Ouma akiendelea kutoa na kusisitiza maelekezo. Jukumu la kurusha akiachiwa Miraji Hassan Abdallah. Gwalala cheza foul. Grayson Gerald Gwalala mbele ya Lusajo Mwekenda, na mwamuzi Ahmed Rajiga inamuia kutoa kadi ya njano, ikiwa ni kama adhabu
kwa Grayson Gerard Gwalala. Madhambi ya pili, la kwanza lilifanya kwa Fuentes Mendoza mpira ukiwa umeanza tu. Jingine ambalo alikutafsiri kama ni madhambi, lakini kwa hapa mwamuzi amesema kwamba ulifanya ndivyo sivyo Grayson Gerard Gwalala akiwa na umiliki mpira, lakini alichokifanya tafsiri yake kwa mwamuzi ni kwamba umemfanyia madhambi Lusajo Mwaikenda. Damu imechemka, jua ni kali, lakini nyota wanaume 11 wanapepetana hapa. Ni huyu nyota ambaye mazingira ya Unguja anayafahamu vyema, kwani kabla amba hajajiunga na Coastal Union alikuwa anacheza ligi ya Zanzibar. Kwa hiyo kwa sasa yupo ni kama nyumbani tu, licha kwamba uzao wake au asili yake ni Morogoro, Tanzania. Dakika ya 11 ya mchezo, Azam FC 0 Coastal Union 0, nusu fainali ya kwanza ngao ya jamii 2024 New Aman Complex Zanzibar. Yeson Fuentes Mendoza, Tasingwa Adolf, Jibril Sila, Yannick Bangala, Bosi Wakaya bado amelea kuwa imara katika safu ya ulinzi, kama ambavyo Coastal Union wanapeleka mashambulizi na kudhibitiwa na safu ya ulinzi ya Azam FC katika nyakati tofauti. Yannick Bangala kwa Mohamed Mustafa, fanya pressing ile, lakini wanafanikiwa kutoka katika namna ambayo inafurahisha mashabiki ambao wanaangalia soka katika uwanja New Aman Complex. Jone Blanco kwa Faisal Salum, kulia kwake ni Jibril Sila, ameitenga tena kwa Jone Blanco, tena ndani huku, lakini wanakataa kupitia Feli Yoyomulumba. Mpira umetolewa nje na kurusha kuelekezwa Coastal Union. Azam FC wanaonekana kuwa na utulivu zaidi, ni kama wao wanafanya kitendo alafu Coast wanajibu kile kitendo ambacho kimetokea, lakini bado umiliki unaonekana kuwapenda zaidi na mashambulizi kadhaa ambayo wameyatengeneza, lakini Coastal Union wanaonekana kuwa solidi kwenye ulinzi. Jibril Sila makataa Shiga, umerejea tena kwa James Akaminko Jakabola. Lusajo Mwaikenda kwa Faisal Salum, akakuwekewa tena Lusajo Mwaikenda, lakini imekataliwa. Sifuko Charles akifanya kazi nzuri. Hali imekuwa bado si rahisi. Sila dakika 13 zinatosha kabisa kwa Azam FC kuonesha ukubwa mbele ya Coastal Union. Jibril Sila akifanya kile ambacho amezoea kufanya mara zote, na hasa mbele ya Bosi Wakaya Coastal Union. Ni hali ambayo inamnyanyua Abdul Karim Amin Popat na pengine kumnyong'onyeza David Ouma katika dakika ya 13 ya nusu fainali ya kwanza ngao ya jamii. Uzembe uliofanyika, makosa yaliyotendwa yamewagharimu Bosi Wakaya, yakamnufaisha Jibril Sila na kuinufaisha Azam Football Club. Azam 1, Bosi Wakaya Coastal Union 0. Gola kushoto la Jibril Sila, nyota wa zamani wa Raja Casablanca, akiwa na msimu wa pili wa Azam FC, anaanza kuwapeleka mbele ya mchezo baada ya pasi nzuri ya Faisal Salum Faila Sufi, Tanzania finest, na ikamkuta Jibril Sila bila yana na rasta zake, anawatanguliza Azam FC na anawaleta kati Coastal Union Mangush. Jibril Sila akiendeleza kile ambacho alikifanya msimu uliopita kwenye kikosi cha Azam Football Club, akikumbuka miongoni mwa mechi ambazo aliingia kambani msimu uliopita ni katika mchezo wa ligi kuu ya NBC, magoli 5-1 wakifunga Kagera Sugar kwenye uwanja wa Azam Complex, akifunga bao dakika ya 49 katika ushindi wa magoli 5, na anauanza vema msimu 2024-25 katika mchezo wa ngao ya jamii, akifunga bao la kuongoza kwa Azam FC dhidi ya Bosi Wakaya Coastal Union, tena visiwani Zanzibar, tena katika uwanja wa New Aman Complex. Tayari baada ya jitihada za muda mrefu inaonekana kuwalipa Azam FC. Dakika 15 za mchezo wako mbele na bado wanaonekana kuumiliki mchezo. Semfuko Charles, mpira wako unakwenda nje, ni goal kick. Mohamed Mustafa ni kama
yupo likizo hivi kutokana na kile ambacho kinatokea kwenye mchezo, kuonekana ni kwenye matukio machache kwa wakati huu. Coastal Union wameamua kukaa nyuma kwa idadi kubwa na kujaribu kuwatafuta Azam FC kwenye counter attack ambazo bado mpaka sasa hazijaonekana kufanikiwa, licha ya kwamba wamesharuhusu bao moja, ila waliweza kudhibiti mashambulizi mengi. Mpira wa kurusha kuelekezwa Coastal Union. Sila Jibril. Hizi ngoma zilikuwa zinasubiri goli. Ni kama moto ambao ulikuwa unasubiri uchochewe. Jaribu kuondoka wagosi wa Kaya sasa katika njia ambayo ni ngumu. Wanautwaa mpira kama siku upoka Azam FC. TS Frank ameutaka Faila Sufi. Jibril Sila. Akaminko. Yannick Bangala. Lusajo Mwaikenda kwa Yannick Bangala tena. Jakabola. Sila. Faisal. Akaminko anautaka tena. Faisal Salum kwa Jibril Sila, anaweka tena kwake Faisal Salum Abdallah. Lusajo Mwaikenda. James Akaminko. Tasingwa. Mendoza. Tiese. Akaminko James. Arofo Mtasingwa. Pasi moja nzuri sana kwa Jibril Sila. Anaitafutwa ni Junior Blanco. Tahadhari imekuwa kubwa inayosababisha kona kwa Jackson Shiga. Zinapigwa pasi fupi, zinapigwa pasi ndefu. Yud Blanco alikuwa anatafutwa, lakini kwa wakati huu alikuwepo na Odha Shiga na kipekee akaamua kukimbilia polisi. Kona ya 4 kwa Azam FC. Coastal Union bado hawajapata kona yoyote. Athmani Msekeni anachukua nafasi ya golikipa bora Leima Tampi ambaye hajajiunga na kikosi mpaka sasa. Sindo, oh yes, ananyaka na kuutoa mpira ule katika eneo la hatari. Athman Msekeni, mlinda mlango ambaye alikuwa kwenye kikosi cha Coastal Union under 20 kabla ya kujiunga na Mlandege, na amerejea kwa wagosi wa Kaya Coastal Union mahala alipopikwa. Vichwa vingi ndani ya penalty box, wanaonekana kushinda Azam FC. Angalia hizi kona zote Doto. Hii ya mwisho imeguswa na Lusajo Mwaikenda na ikapaa juu, lakini ile ya kwanza iliguswa na Yannick Litombo Bangala na golikipa akauokoa wakati unaelekea kwenye net. Kuna namna ambavyo Coastal Union wanashindwa kujipanga vizuri kwenye kudhibiti mipira ya juu, hususan kwa walinzi wa Azam FC ambao ndio target kwenye kuattack set pieces zote. Upande wa kulia Lusajo Mwaikenda, upande wa kushoto Pascal Gaudens Msindo. Wote ni mazao ya Azam Academy. Mbegu ukiipanda vizuri na ukaimwagilia vizuri maji, itakuja kukupa mazao bora. Ndio haya hapa. Kuna Mtasigwa, Pascal Msindo, Lusajo Mwaikenda, wapo hapa. Wote hawa ni mazao ya Azam FC. Kila mtu anavuna alichokipanda, lakini hakuna mavuno kwa aliyepanda kashata. Na hata Coastal Union pia kuna Miraji Asuman, kuna upande upo Semfuko pia. Semfuko Charles. Yes, wote hao ni mazao ya Coastal Union under 20. Kwenye benchi yuko Bakari, lakini yupo pia Cosmas. Wote hao, huyu hapa Miraji Asuman ambaye msimu wake wa 3 kutoka apandishwe, naona uacha kweli kweli. Moja kati ya watu ambao pengine ni chanzo kizuri cha wewe kuwa mchezaji bora na mzuri na tegemeo ni Juma Ramadhani Mgunda, ambaye alionyesha kumwamini katika nafasi ya mlinzi wa kushoto akiwa mdogo kabisa. Miraj Abdallah, mpira wake unaishia kwenye mikono miwili ya mlinda mlango Muhammad Mustafa, akianza haraka ambayo inakosa baraka, na mpira unaoka katika umiliki wa wagosi wa Kaya Coastal Union. Msekeni Mokrem weka pasi moja ndefu inambuta katika eneo la kuotea. Mtego umetegwa na Kanasa katika mtego huo wa kuotea. Ernest Malonga, nyota ambaye amejiunga na Coastal Union msimu huu akitokea iliyokuwa ikifahamika kama EHF na sasa ni Singida Black Stars. Yupo kwa mkopo. Semfuko Charles, Miraji Abdallah
kutoka na kurusha kuelekezwa Azam. Kirushiwa Charles Mfuko anapoteza mbele ya Jonier Blanco. James Akamingo kwa Faisal Salum Abdallah. Feitoto, Jonier Blanco! Offside. Anaweza katika mtego wa kuotea. Jonier Blanco. Jonier Jude Blanco, jezi nambari 15. Ilipigwa pasi mpenyezo, alitishiwa kama unapigwa no offside. Janet Balama alishindwa kuitafsiri vizuri, wakati mpira unatoka kwenye mguu wa Failas Sufi Tanzania Finest. Tayari Blanco alikuwa kwenye eneo sahihi kwa 100%, lakini Yusuf Msekeni alimdhibiti na kwenda nje. Kwa hiyo ni nafasi ndiyo imeshindwa kufungwa, lakini haikuwa offside, kwa faida ya picha ya marejeo ambayo sisi tunaitazama, na Janet Balama ana faida hiyo. Kwa mpira moja mbele anakataa na kucheza kwa kichwa Bangala, lakini wanaochukua umiliki wa mpira wagosi wa Kaya Coastal Union. Abdallah Hassan, Semfuko Charles anapambana. Abdallah Hassan tena, lakini katika ulinzi mkali wa Adolf Mtasingwa Bitegeko. What a skill! Jaka Bola, James Akaminko, yote kutokea Accra, Ghana. Alikuja akatikisa na bado anaendelea kutikisa. Jaka Bola, James Akaminko. Hakuna James ambaye hajui anachokifanya. Yeuri anayoipata James Samuel ni kutokana na kazi nzuri anayoifanya James Akaminko. Frank Tiesa imemea upande wa kulia. John Makwata cheza na nahodha wake Jackson Kataga Shiga. Felio Mulumba, Miraj Abdallah Hassan, Semfuko Mulumba, Athmani Msekeni. Inakuwa ni nje ya uwezo wa Jackson Shiga. Ana maswali ya kujibu David Ouma. Azam FC wamemuuliza maswali magumu na majibu yake yanatakiwa pia kuwa magumu kama maswali yaliyoulizwa. Atajibu wakati gani ni swala ambalo mimi na wewe hatujui. Yannick Bangala, Hamed Mustafa, Jason Fuentes Mendoza ameingilia mpira vizuri. Abdallah Hassan wanaotoa tena Azam FC. Hamed Mustafa kwa Yannick Bangala. Hamed Mustafa, Blanco, Jibril Sila, Walala, nyumba pasi ndani huko. Makwata anadhibitiwa. Ni Azam tena, ni Semfuko tena. Abdallah Ali Abubakar, Jackson Shiga, Ali Abubakar wako cross ndani huko, anatoka na kucheza Hamed Mustafa Mohamed. Ni kama wameanza kuingia mchezoni hivi. Coastal Union Mangush. Semfuko, Miraj wamefanyiwa pressing ambayo inawalazimu mara kadhaa kupoteza mpira Coastal Union au kucheza madhambi. Kadi ya pili ya njano inatoka kwenye Mfuko, na safari hii ni mfungaji wa goli Jibril Sila baada ya madhambi ama mchezo usiofaa, na mwamuzi Arajiga anaamua kumpa kadi ya njano. Zambo Junior ndio Miraji Athmani ambaye tulikuwa tunamzungumzia kama kijana aliyepandishwa. Walikuwa wanaanza chini wakapokonywa mpira, pressing ya hali ya juu. Mwangalie ambaye alikuwa anaifanya ni Mtasingwa kutoka kwenye eneo ambalo anacheza double pivot. Huyu ni zaka za kazi leo, amekula mavazi yale ya asili ya huko yale, amekula ile mavazi ya kisurutani. Anasema ukiwa Roma kuwa kama Mrumi.
unaishi kulingana na mazingira. Tukapigwa kitu hapo. Haya, nafasi kwake Makwata, bado wakati ni mgumu. Malonga, Shiga Jackson ameugusa na kucheza katika namna nzuri. Lusajo Lukaga Mwaikenda kushirikiana na Jason Fuentes Mendoza. John Makwata unasema ni madhambi yaliochezwa kwa Grayson Gerard Gwalala na ni mpira wa kutengwa kuelekezwa Azam FC. Maeneo mazuri, eneo zuri. Grayson Gwalala amefanyiwa madhambi na yani Kilitombo Bangala, mlinzi wa kati huyu kwa Coastal Union. Wanaweza wakaitumia kama nafasi, kwani kwenye open play mara nyingi hawaonekani kufika mpaka mwisho. Mipira ya kutenga kwa watu wenye vimo kama Feli Yoyo Mulumba, mlinzi wa kati huyu anaweza akafika vizuri, na mpigaji ni Zambo Junior, ana uwezo mzuri wa kukunja na ule ni mguu wa kushoto kwake kabisa. Huyu hapa Feli Yoyo Mulumba, baba mkubwa. Miraji Abdallah Hassan na mpira mzuri. Oh, yes! Well anticipated. Semfuko Charles anapita njia ambayo pengine haihitaji tochi kupita usiku. Alifanya hivyo mara ya mwisho katika uwanja wa Azam Complex dhidi ya Azam FC, na anafanya tena New Amaan Complex mbele ya matajiri wa Dar es Salaam. David Ouma is now hoping the thing. Charles Semfuko anafunga goli muhimu kwa Goso Kaya Coastal Union. Ni goli la kusawazisha, analokwenda juu na kuhere could not down. Mohamed Mustafa no chance. Goal made toka Coastal Union under 20. Miraji Athumani, zao la Coastal Union under 20, na Charles Semfuko ambaye aliruka eda ile free kabisa akamchagulia pa kwenda Mohamed Mustafa, achague ni Khatum ama Omdurman, na kote ameshindwa kufika. 1-1 dakika ya 27 ya mchezo. Hii ndio kesi ambayo mara zote imekuwa ngumu kuamua, haijalishi inasomwa katika mahakama gani, na mahakama ya New Amaan Complex imeendelea kushuhudia ugumu wa kesi hii inayokutanisha Azam FC na Coastal Union. It's never been easy. Alifunga kwa kichwa pale Chamazi na anafunga kwa kichwa New Amaan Complex. Ni Charles Semfuko, nominated wa tuzo za mchezaji bora chipukizi msimu uliopita. Hakuweza kufanikiwa mbele ya Rahim Shomari wa KMC, lakini mabao yake 4 msimu uliopita na michezo yake 28 anaonekana kuanza vizuri msimu huu pia. Na ni msimu wa pili mfululizo Coastal Union wanatoa nominee katika eneo la mchezaji bora kijana. Kuna mtu ukimwona pale katikati mkubwa hivi, Gift Ali amefanya vitu fulani hivi, Kadeshi kama anaenda katoka na mali mbele ya watu wengi afuka pasia. Ni nyota wa zamani wa Pro Line. Huyu hapo hapa ni James Akamingo akifanya madhambi kwa Grayson Gwalala. Eneo la kati la Coastal Union sio kinyonge. Triple G, Gift Ali, Charles Semfuko wakisaidiwa na Ernest Malonga anayetokea kulia kushoto, na Amis Abdallah ambaye anatokea kulia, huku juu wakiwa wamemsimamisha John Makwata. Frank Tiesa ipo katika mikono salama ya Athmani Msekeni. Ameshacheza mara kadhaa uwanja wa New Amaan Complex akikitumikia kikosi cha Mlandege, kikosi ambacho alikitumikia baada ya kutoka katika under 20 ya Goso Kaya Coastal Union, na sasa mkuki umerudi msituni. Bungi imechangamka, bao ni 1-1, damu imechamka kwa wote. Tiese kwa Pascal Gaunens Msindo, Frank Tiese, Yannick Bangala, Lusajo, Jibril Sila,
Faisal Salum Abdallah Feitoto kwa Frank Tiese. Kwa mara nyingine tena kizingiti ama kikwazo nakuwa ni Athmani Msekeni kwenye nafasi sahihi kwa wakati mzuri, anakaa na anakamata, anaonekana catching yake ni nzuri, timing yake ni nzuri, anaona vizuri. No lay matampi, no problem. Tuone ni dakika 30 za mchezo. Amepigwa kikoi akakataa kuvaa msuli. Kadi ya njano kwa Gift Ali baada ya kukutana na Jaga Bola. James Akaminko. James Akaminko si tu anacheza boli, ila anatoa na burudani ya boli. Entertainer. Yes. Nyota wa zamani wa Accra Great Olympic ni huyu hapa. Mtu amekula kikoi akakataa kuvaa msuli ule. Kambi usinikabe, hizi sio shughuli yangu ya Yannick Bangala. Gift Ali Abubakar ameonyeshwa kadi ya njano. Miliki wa mpira ni wagosi wa Kaya Coastal Union. Malonga kwa pasi moja mbele. Wa kwanza ni Mohamed Mustafa Mohamed, linda mlango wa zamani wa Al Merreikh ya Sudan. Mara ya mwisho akicheza hapa mchezo wa mashindano rasmi. Haya, nafasi kwa Azam FC, lakini kutoka kwa mlinda mlango Athmani Msekeni kumeisaidia Coastal Union, japo mpira bado umerejea katika umiliki wa Azam Football Club. Athmani Msekeni akiendelea kuonyesha thamani yake katika lango akiwa amevaa jezi ya wagosi wa Kaya Coastal Union. Kutokukaa kwenye mstari wa goli, kusoma maeneo na kufika kwa wakati imekuwa ni moja kati ya kitu chenye msaada kwa wakati huo. Nafasi nzuri ambayo ilitengenezwa kaweza kufanikiwa kuzima shambulizi. Feli Mulumba. Ernest Malonga, nafasi kwa inakuwa katika mikono ya Mohamed Mustafa. Shambulio lingine ambalo linapelekwa katika lango la Azam FC. Pasi nzuri ambayo iliwekwa kwenye nafasi na mkimbio mzuri wa John Mark Makwata, nyota zamani wa Zesco Kariobangi Sharks. Attempt yake ya kwanza, lakini Mohamed Mustafa akasema sio kinyonge, sio kwa sababu nilifungwa ya kwanza basi hii ya pili inaweza nikazima. Ngome imechangamka na hakuna ambaye anabaki nyuma. Ni njoo nije. Yes. Yanachezeka madhambi, akitenda ndivyo sivyo Faisal Salum, na ni mpira wa kutengwa kuelekezwa Azam FC. Charles Semfuko huyu hapa, nyota ambaye amewarejesha mchezoni Coastal Union, kijana mdogo ambaye anafanya makubwa. Michezo 28 msimu uliopita, akiaminiwa na Dembi Ouma pamoja na Mwinyi Zaera ambaye ndio alimpandisha kwa mara ya kwanza kucheza. Ni kito cha dhahabu ambacho kilionekana kuwa tope kabla ya kusafishwa, na ni moja kati ya wachezaji ambao wanatazama huenda wakaja kuwa wachezaji wakubwa na hazina ya nchi hapo baadaye. Semfuko Charles. Anakataa Feli. Yule ni Mukrim Abdallah. Jackson Shiga. Ernest Malonga. Ernest Malonga. Malonga! Imekataa Kevin, lakini ni uthubutu mzuri ambao anaonyesha Ernest Malonga. Nyota kutoka Congo Brazzaville, Ernest Malonga. Mara yake ya kwanza anakanyaga Tanzania ni kuja kuwatumikia HIF, baadaye Singida, lakini kwa sasa yuko kwenye kibarua kipya na wana Mangush. Ni mlinzi wa kushoto, lakini kwa hapa anacheza kama winga wa kulia, yani anatumia mguu wa kulia lakini silaha yake ni mguu wa kushoto. Kwa hiyo analeta mpira kwenye mguu wa kushoto aweze kukevu, licha ya kwamba haikuwa na matumaini. Moja ya faida atakazozipata na kibarua atakachokuwa nacho ni kuisaidia Coastal Union katika kombe la shirikisho Afrika. Mchezo wa kwanza dhidi ya CD Blavo ya Angola. Pascal Gaudens Msindo. Frank Tiese. Sajo anapoteza umiliki wa mpira. Gerard Grayson Gwalala, Triple G. Ali Abubakar. Ernest Malonga.
imepigwa shifting pass na imefika. Oh, what a dash! Tuna pasi moja ndani huku, lakini imekataa pasi ya Abdallah Hassan. Inakuwa ni faida kwa Azam FC, wanaondoka na mali kupitia Pascal Gaudens Msindo. Adolf Mtasingwa Bitegeko, Sila Jibril anamkomba mtu na anakombeka. Jibril Sila with an outer pass, kona. Maeneo ambayo wanacheza mawinga wa Azam FC, kasi imekuwa ni kubwa, lakini namna ambavyo umekuwa wakifika na kutengeneza nafasi imekuwa ni changamoto kwa fullbacks wa Coastal Union. Inawalazimu viungo kuingia na kufanya tako kama aliyoifanya Charles Semfuko. Kona nyingine wanaipata Azam FC. Feli Mulumba Yoyo, baba mkubwa, akiongoza safu ya ulinzi, anaongea kweli, anacheza na kufundisha. Beki wa zamani wa Islanders ya Zimbabwe, lakini aliyotumikia pia Bandari FC wa Mombasa, Kenya. Pascal Msindo wanakataa wagosi wa Kaya. Inapigwa moja ndefu ya kujaribu kumweka shidani Mohamed Mustafa, lakini yupo katika eneo sahihi na eneo zuri la kuiweka salama Azam FC. Chiaka bola James Kaminko, Jason Fuentes Mendoza, Kaminko, Yannick Bangala, Lusajo Mwaikenda, Faisal Salum Abdallah, Fei Toto, Bitegeko anakataliwa na Jackson Shiga, anaondoka Ernest Malonga. Ernest Malonga, pasi ya kisigino nzuri na imefika ilipotakiwa kufika, inawekwa cross, imekataliwa. Semfuko, what a build up! Coastal Union wanaweka shidani tena Azam FC, lakini safari hii Charles Semfuko shuti lake lile limekosa macho na kupaa juu ya lango. Pasi nzuri ya kisigino kutoka kwa Ernest Malonga. John Makmak wataka iweka, Gleison Gwalala ikumfikia, Akaminko akiondosha, second ball ile ikamkuta nyota Charles Semfuko. Azam FC hakuna watu ambao walikuwa wamefanya tracing kwenye eneo ambalo alikuwepo kijana Charles Semfuko. Shuti lile limekosa macho tu, lakini ngoma imerudi kwenye umiliki na James Akaminko ameamua kutoa nje, na Coastal Union wanaenda kurusha tena. Dakika ni ya 38, ngoma ni 1-1, si barabara ya 11 jijini Tanga, wala si maeneo ya Mbande pale Azam Complex. Hakuna mbabe mpaka sasa. Mara ya mwisho kukutana tulishuhudia upande mmoja tu ukifunga magoli, kwa maana ya Azam FC, mshindi waliopata magoli 3-0 katika nusu fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank CCM Kirumba Mwanza. Lakini mchezo wa ligi yakapatikana magoli kutoka pande zote mbili, sare ya 1-1, na aliyetenda hapa ndiye aliyetenda kule Azam Complex, kwa maana ya Charles Mfuko kwa upande wa Coastal Union, na Faisal Salum Abdallah yeye ndiyo aliyeizuia alama moja ikabakia Chamazi. Johnny Blanco, Msindo anakataliwa, kipande cha baba Ali Abubakar. Gwalala, Abdallah Hassan anapoteza kwa Faila Sufi, imetengwa mali kwa Jibril Sila. Johnny Blanco ameupoteza. Giftala Abubakar, Ernest Malonga piga baskeli zile step overs, anataka kurudia alichokifanya awali, wakasema ujinga ni wakati wa kwenda kurudi njia unaifahamu. Fuentes Mendoza alienda kusaidia eneo la Pascal Msindo, Msindo akaja akawa anafanya delaying kusubiri mpira, na bahati nzuri ukamkuta kwenye nafasi. Faisal Salum Abdallah, Fei Toto anaifahamu Zanzibar, anaifahamu New Amani Complex na anaifahamu Coastal Union, anajua nini anataka Abdul
Albert anajua nini wanataka matajiri wa Azam Complex, anajua nini anataka mwenyekiti wa klabu yake, na anajua nini wanataka viongozi wa Azam Football Club. Amefanya ambacho amezoea kufanya New Amani Complex, amefanya ambacho kinamfanya aitwe Tanzania Finest na si Zanzibar Finest pekee. Faila Sufi, what a strike and what a blockbuster! Kwenye engo ngumu kwa guu lake la kulia amekuwa akiyafanya mara zote. Ni Tanzania Finest. Faisal Salum, Makadara mgongoni ndiko anakozaliwa, na ardhi hii ndipo ambapo kitovu chake kipo. Anawatanguliza tena Azam FC. Ungeenda Athumani, tungeongea mengine. Ni huyu hapa, mwili mdogo, lakini ye ni namba, na huyu ndiyo ambaye alianza kumtambulisha kwenye soka la ushindani. Anaitwa Morocco, kocha wa timu ya taifa ya Tanzania, Master. Azam 2 Coastal Union 1. Magoli matatu yameshuhudiwa katika dakika 40 za kipindi cha kwanza. What a game! Ngome imechangamka, na kama wana copy na kupesti hivi, Faisal alifunga kwenye zile 3-0 kule Mwanza, na alifunga pia kwenye 1-1 ya Azam Complex. Mfuko pia alifunga kule. Mchezo mzuri, na kama kuna historia nzuri ya karibu ya Faisal Salum basi ni New Amani Complex. Ernest Malonga kwa pasi moja ndefu kwa Abdalla Hassan. Makwasa anadhibitiwa na mpira unaondoshwa katika eneo la hatari. Shiga retains. Feli Mulumba, Miraj Abdallah, Mulumba, Mukrim Abdallah wanapoteza. Pascal Gaunens Msindo, yule ni Frank Tiese. Msindo upande wake wa kushoto ndipo alipochagua kuiweka. Bitegeko, Bangala, Sila Jibril, imewekwa mali tena kwa Faila Sufi. Faisal Salum cheza mpira ambao unaishia katika himaya ya Jackson Kataga Shiga, ambaye anapoteza umiliki wa mpira. Frank Tiese, imewekwa kwa Lusajo Lukaga Mwaikenda. Tiese, Yannick Bangala, Jason Jakabola, Tasingwa, Sindo Blanco. Sindo anadhibitiwa na kucheza madhambi. Ni free kick kuelekezwa katika lango la Azam FC. Namna ambavyo zinapigwa pasi eneo la mwisho na namna ambavyo Coastal Union wanajitahidi kuzuia mashambulizi ni moja kati ya kitu ambacho kinavutia. Pia counter attack ambazo zinafanywa si kwa Azam peke yake, hata Coastal Union pale ambapo wanapata nafasi zinakupa usahihi wa kuona kwamba ni miamba imekutana hapa. Faila Sufi, Faisal Salum anaidhibiti na ku-intercept Charles Mfuko. Miraj anapoteza wagosi wa kaya, toa umiliki wa mpira. James Akaminko akiacha kwa Lusajo Mwaikenda. Blanco, Mulumba, wow, Jason Fuentes Mendoza na tackling moja ya mpira. Colombiano boy. Huyu mtu ni katili. Leo anautoa nje Mukrim Abdallah. Lusajo, yule ni Sindo Pascal. Akaminko, Sindo, James Akaminko, Jason Fuentes Mendoza, Bangala, James Akaminko, Tasingwa, Sila, Mendoza, Bangala, Lusajo kwa Yannick Bangala. Dakika 2 zinaongezwa
kukamilisha dakika 45 za kucheza kipindi cha kwanza. Lusajo Lukaga Mwaikenda na crossi Blanco! Alifanya hiki alichokifanya dhidi ya Zimamoto katika mchezo wa kirafiki. Pengine wakasema hiyo ni friendly match, lakini anakifanya katika mchezo wa mashindano, nusu fainali ya Ngao ya Jamii 2024. What an introduction to the Azam FC fans! Junior Blanco na goli ambalo linamduaza na kumnyong'onyeza Athumani Msekeni, lakini bado ni Azam FC ndio ambao wanaendelea kushikilia usukani. Azam FC ambao wanaendelea kumsikitisha Feli Mulumba. Pasi moja ya viwango iliwekwa, aliyekewa ni overlapping right back, lakini what a finish from the man himself, Junior Blanco. Eva cross kutoka kwa Lusajo Mwaikenda. Junior Yud Blanco, Colombian boy, ndani ya 6 anamrudisha Athumani Msekeni kule kule anakotoka, kwamba unakokuja kushoto hakufai, hebu rudi kulia. Alifanya hapa goli hili mechi yake ya kwanza ya kirafiki Tanzania, bao lake la kwanza akafunga hapa, na leo anafunga bao la 3 dakika 45 plus. Junior Yud Blanco, sio rangi tu, hata vitu vipo. Kipindi cha kwanza kinashuhudia magoli 4 yakifungwa katika nusu fainali ya kwanza Ngao ya Jamii 2024. Katika shots on target 9 tumeshuhudia magoli 4. What an accuracy! Azam FC wanaonesha kile ambacho walikificha kule Morocco, wanaonesha kwa nini walipata nafasi ya kwenda Champions League, na haya ni maandalizi yao waliyosharasha. Kumbuka watacheza na APR ama APR kwenye mchezo wa raundi ya kwanza ya CAF Champions League. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilishwa na kipenga cha Ahmed Arajiga kutoka Manyara, na ni dakika 45 ambazo burudani imeonekana, lakini pia alama zimeendelea kuwekwa. Moja kati ya walioweka alama ni Junior Blanco ambaye anaendeleza moto kutoka kile ambacho amekifanya Faisal Faisal Salum Abdallah Faitoto, lakini Mohamed Mustafa naye nyavu zake hazikuwa salama kwa dakika 45, akadhuriwa na Semfuko Charles kwa goli ambalo lilikuwa la kusawazisha. Lakini kipindi cha kwanza kinamalizika, ni Azam FC ndio ambao wanatoka kifua mbele, na wagosi wa kaya wakizidishiwa maswali ya kujiuliza, na majibu yake pengine yatakuwa mbali kama si magumu kuyapata. Dakika 45 za kipindi cha kwanza, New Amani Complex, nusu fainali Ngao ya Jamii 2024, Azam FC 3 Coastal Union 1. Mimi ni Alwatan Ramadhan Goda, mwenzangu ni James Samuel. Marejeo yetu ni kipindi cha pili.